Umewahi kuongea na mtu ukaingia wasiwasi kama anachokuambia ni ukweli au anakuibizia tu? Au umewahi kutamani ungejua mtu anafikiria nini kuhusu wewe bila hata kukwambia neno moja? Watu wengi hawajui kuwa miili yetu inazungumza lugha ambayo akili haiwezi kuizuia. Leo nakwenda kukupa mbinu 7 kali za kisaikolojia zitakazo kufanya uweze kusoma akili ya mtu yeyote kama kitabu kilicho wazi. Kuanzia jinsi anavyochezesha macho mpaka mwelekeo wa miguu yake. Ukizielewa mbinu hizi, hutaingizwa mjini tena na utajua ukweli wa kila mtu unayekutana naye. Na kabla hatujaingia kwenye pointi ya kwanza, kama unapenda mada za saikolojia na mbinu za kijanja za maisha kama hizi, hakikisha unabonyeza hapo chini subscribe na uwashe notification. Hapa tunajifunza mambo ambayo shule hawakufundishi. Mbinu ya kwanza: kasi ya kupepesa macho. Ukitaka kujua hali ya shinikizo la akili, stress, anayopata mtu, angalia macho yake yanavyocheza. Kupepesa haraka. Wakati mtu anapokuwa na wasiwasi, anapofadhaika, au anapojaribu kuficha uongo, kasi ya kupepesa macho huongezeka sana kwa sababu ya homoni ya adrenaline. Kutopepesa kabisa. Hii inaweza kuwa ishara ya mtu anayezingatia sana unachosema au mtu anayejaribu kudhibiti sura yake ili usigundue anachofikiria. Mbinu ya pili: kugusa uso. Hii ni ishara ya kisaikolojia inayoitwa pacifying behavior, tabia ya kujituliza. Kugusa pua au mdomo. Mara nyingi watu hufanya hivyo wanaposema kitu ambacho hawana uhakika nacho au wanapodanganya. Ni kama ubongo unajaribu kuziba maneno yasitoke. Kusugua shingo. Hii ni ishara kubwa ya kutojiamini au kuhisi tishio. Shingo ni sehemu yenye mishipa mingi. Mtu akijishika hapo, anajaribu kutuliza mapigo ya moyo wake. Mbinu ya tatu: kuinamisha kichwa kidogo. Hii ni mbinu ya kuona kama mtu amekubali unachosema au anakusikiliza kwa dhati. Mtu akiinamisha kichwa chake kuelekea upande mmoja, side tilt, anafichua shingo yake, sehemu ya hatari. Hii inaonyesha kuwa anakuamini na anavutiwa sana na mada. Kichwa kikiwa kimenyooka kama rula na kimeinuliwa kidogo, inaonyesha mtu huyo yuko kwenye hali ya kujilinda au anahisi yeye ni bora kuliko wewe. Dominance. Mbinu ya 4: kubana midomo. Midomo ikipotea, basi kuna kitu kimepotea pia moyoni. Mtu anapobana midomo yake mpaka isionekane, mara nyingi anahisi hisia hasi kama hasira, dharau au kutoridhika. Pia ni ishara kwamba mtu huyo anazuia siri au hataki kusema kile anachofikiria kweli wakati huo. Mbinu ya 5: kutanua mwili dhidi ya kujikunja. Hapa unaweza kusoma hali ya kujiamini au utawala mtu anayeweka mikono kiunoni au anayekaa huku ametanua miguu na mikono, anahisi ana nguvu na anajiamini. Kujikunja. Mtu anayevuka mikono kifuani, crossed arms, au anayeweka mabega ndani, anajaribu kujilinda. Hii inaonyesha kuwa hajisikii huru, hakubaliani na unachosema au anahisi mazingira si salama. Mbinu ya 6: mwelekeo wa kiwiliwili. Watu wanaweza kudanganya kwa maneno, lakini kifua hakidanganyi. Hata kama mtu amegeuza kichwa kukuangalia, kama kifua chake na tumbo vimeelekea upande mwingine, maana yake akili yake iko mbali na wewe. Sisi huelekeza kifua chetu kwa watu tunaowapenda na kuwaheshimu. Mbinu ya 7: jinsi anavyoongea, paralanguage. Sio nini anasema, bali jinsi anavyosema. Mtu akianza kuongea haraka ghafla, inaweza kuwa ni ishara ya wasiwasi au ana hamu ya kumaliza mada hiyo. Kukauka koo au kumeza mate mara kwa mara. Hii hutokea wakati mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, stress, au anadanganya. Mbinu ya ziada ni angalia macho. Macho hayasemi uongo. Yakikwambia mtu anafikiria nini, amini. Kutanuka kwa mboni.
huashiria kuwa mtu huyo amevutiwa na unachosema au anakupenda. Kuepuka kuangalia machoni. Inaweza kumaanisha mtu anaona haya, anaogopa au anaficha kitu. Macho kuelekea juu na kulia. Mara nyingi mtu anajaribu kutengeneza uongo au picha ambayo haipo. Macho kuelekea juu na kushoto. Mtu anajaribu kukumbuka kitu cha kweli kilichotokea. Usichukue ishara moja kama jibu la mwisho. Kusoma mtu vizuri kunahitaji kuangalia mchanganyiko wa ishara hizi kwa pamoja. Kabla ya kuanza kusoma akili ya mtu, mchunguze anakuwaje akiwa katika hali ya kawaida. Ukishajua hali yake ya kawaida, mabadiliko yoyote madogo unayoyaona ndiyo yatakupa jibu la nini kinaendelea akilini mwake. Sasa unazo mbinu zote 7. Niambie kwenye comment, ni mbinu gani kati ya hizi imekushangaza zaidi? Na kama hutaki kupitwa na video ijayo itakayokufundisha jinsi ya kujua kama mtu anakudanganya, gonga subscribe. Tutaonana kwenye video ijayo.